kijana, acha kumwangalia binti yangu. Umekuja kwa masuala ya kazi au na mengine tena? Hapana mzee, kama ningekuwa na nia nyingine nisingefika hapa. Naomba uniamini, sitoenda tofauti na maneno uliongea hapa. Naomba unipe muda niongee na binti yangu, kisha nitakupa majibu. Si unajua ukitaka kuruka lazima ugane na nyonga. Sawa baba, nakuamini na kutegemea katika hili. Sawa, hakuna shida. Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Tunavumilia kimya, lakini rohoni tunaungua. Binti, nisikilize kwa makini. Unajua we ni mzuri sana, tena umebarikiwa kuliko wanawake wote. Sasa usiku wa leo mkifunga, naomba tuende tukalale wote. Bamedi sio kazi sahihi kwa malengo ya binti, si ndoto zetu. Nahitaji kupumzika na wewe. Tunauza tabasamu. Sijui umenielewa hapo? Hapana, sijija hapa kufanya umalaya. Samahani kwa hilo, sipo tayari. Kumbe unataka nikuoneshe dunia inavyopinduka. Nakupa nafasi ya mwisho. Uko tayari kwenda kulala na mimi au la? Sitaki, fanya mambo yako. Yaani milevi mingine sijui ipoje. Kwa hiyo unaleta wewe unanisukuma mimi. Unanisukuma mimi. Sijawahi kunywa bia sehemu yoyote. Mimi nikasukumwa. We kama nani unanisukuma? We kama nani unanisukuma? Unanichukulia mie bwege, mie lofa. Sasa nitakuonyesha. Wewe wakunisukuma mimi. Nani asiyenijua katika mtaa wote wananijua mimi. Unanisukuma wewe kama nani? Who are you? Sasa tuone kama utaendelea kuishi hapa. Chizi we. Nyo mavi chai mkubwa we. Nitakuonyesha ulimwengu ulivyo. Utabishana na mimi. Tumecheza AFCON kitambo tu. Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Tunavumilia kimya, lakini rohoni tunaungua. Mwanangu, nadhani ulimwona yule kijana alitoka pa muda mchache uliopita. Ndiyo baba, nilimwona. Kwani ana shida gani? Hali yetu najua mama wangu. Tukicheza halafu katika dakika 89
tutajutia milele. Unamaanisha nini baba? Binti yangu, siku zote kufeli shule sio kufeli maisha. Nilikupambania sana katika masomo, lakini naomba nikupambanie katika utafutaji wa pesa. Baba, hizo pesa tutazitafutaje wakati hatuna chanzo wala mtaji? Acha tumuombe Mungu, labda ataleta shani yake. Binti yangu, unahitajika kufanya kazi mjini. Mimi nishamalizana dalali, jiandae kwa hili. Nina ndoto za chuo, kitabu mkononi, sibilini. Siku moja nitasimama, niwahi kujiokoa. Hakuna mwekezaji anawekeza pesa zake afike hatua aje kupata hasara. Hicho ni kitu ambacho hakipo kwa mfanyabiashara yeyote. Binti, naomba ufuate vitu vyako, chukua kisha uondoke. Sikuhitaji katika baa yangu. Samahani bosi, sijui umeanzia wapi, lakini naomba msamaha kwa niaba yake. Hebu sikia, katika vitu ambavyo mimi sivipendi ni pale ninapomuona Baba Medi anagombana na wateja wangu. Hicho ndio kitu huyo alichokifanya. Mimi nimekaa hapa na mwangalia anagombana na wateja wangu. Wewe unategemea kwamba nini kitatokea baada ya hapo? Samahani bosi, naomba unisamehe kwa yote, na kawaida haitojirudia tena. Mimi sina pa kwenda, naomba huruma yako itawale. Mimi ni binti yako. Mama ananiambia binti, heshimu mwili wako. Lakini ada, kodi, nyaa zimenipeleka huku leo. Baba Medi sio kazi sahihi. Hivi huyu binti akiondoka tena wapi? Kiukweli ana kokote pa kwenda, na nahisi ataingia rasmi kwenye mtego wetu. Hakikisha asije akaondoka bila kukamilisha mpango wetu tulioupanga. Na kuhakikishia hawezi kuondoka. Yes, mzuri sana. Baba Medi ni kazi inayoficha maovu. Tunavumilia kimya, lakini rohoni tunaungua. Nilikwambia nitakuonyesha mpaka dunia ipinduke. Sasa utachagua moja, unyoe kipala ili mapunye yapone, au usuke nywele upendeze. Nyo. Sijali njama zako, mimi ni jasiri na mwenye msimamo ya haki. Naomba uniache. Uliona wapi Baba Medi akawa na msimamo? Kahaba we, unanekea msimamo mimi? Nyo, sasa leo utaolewa mara moja na mimi, utake usitake. Nguvu zetu zinastahili zaidi. Kulia kama moja. Niache. Kumbuka thamani yako, sipewa nayolipa usiku. Endapo binti yako angefanyiwa haya, ungekubali? Usijali, upo salama, na mimi naomba nisimame na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na nitakusaidia. Mimi sina pa kwenda. Utakaa pale nyumbani kwangu, na nataka ukae utulie, uishi kama mtoto wa kike anavyotakiwa kuishi. Sawa kipenzi?
twende nyumbani kwangu. Tunauza tabasamu chungu ili tuishi leo, tukife moyo kesho. Bamedi sio kazi sahi, nguvu zetu zinastahili zaidi binti. Kumbuka thamani yako, sipewa nayoli. Baba, mimi naogopa. Nitawezaje kwenda sehemu ambayo hakuna mtu anayemfahamu? Wala mtu anayemjua. Na isitoshe mimi baba ni mtoto wa kike. Saida mwanangu, umaskini hauna huruma na hujawahi kumchekea mtu hata siku moja. Lazima upambane. Baba, unawezaje kumwamini mtu usiyemjua hali ya kuwa yule ni dalali? Unashindwa kuniamini mimi binti yako? Sina njia nyingine. Punguza maswali yasiokuwa na lazima. Fankudos Madonna. Mama ananiambia binti, heshimu mwili wako. Lakini ada kodi nya zimenipeleka huku leo. Hii ndio dunia niliyokuambia. Kwa hiyo kaendelee na kazi yako kama kawaida. Bosi, kama uliyajua yote haya, kwa nini hujaninusuru? Kaa kimya. Tena kaa kimya kabisa. Na kama ukiendelea kuongea, hata hicho kidogo kuwa nacho utakipoteza. Kwa hiyo fuata masharti niliyokueleza. Zimenipeleka huku leo. Bamedi sio kazi sahihi kwa malengo ya binti, si ndoto zetu. Tunauza tabasamu chungu ili tuishi leo, tukife moyo. Saida, Saida, Abe, uko sawa? niko sawa. Ni lini umeanza kunidanganya mimi? Nikiyatazama macho yako yananionyesha tafsiri iliyokuwepo kwenye moyo wako. Niambie, tatizo ni nini? Mateso. Najua tunapendana sana. Na wewe ni mwanaume wa ndoto zangu. Najua hii taarifa nitakayokupa itakuumiza sana. Tafadhali hebu niambie. Sikutaka nikae mbali na wewe. Sikutaka nikae mbali na wewe kabisa.
nahitajika kwenda kufanya kazi mjini. Nahisi maamuzi uliyofanya yako sahihi. Tambua ya kwamba wewe ni mwanamke wa ndoto yangu. Tambua wewe ni mwanamke ambaye unaishi sana kwenye moyo wangu. Saida, tafadhali usiniache nyuma. Niwafika siwezi kutembea pasipo wewe kukaa mbele yangu. Please, nakuomba. Sina jinsi, inanibidi niondoke. Wewe ni mpenzi, yule ni baba. Saida, usifanye hivyo. Tafadhali naomba niache. Saida, lakini Saida! Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Tunavumilia kimya, lakini rohoni tunaungua. Mama ananiambia binti, Karibu ndani. Sasa kutokana na muda sio rafiki, naomba tuingie ndani upumzike, alafu kesho nitakupeleka huko. Mbona muda ni mwingi sana? Naweza kupumzikia kule kule kazini. Wenzio wote ambao naunganisha na kazi kama ya kwako uwaga lazima wapitie hapa, na hakuna mwekezaji ambaye anawekeza alafu aje kupata hasara. Kwa hiyo twende ndani, mengine yatafuata. Lakini maisha yangu baba amekukabidhi wewe. Kwa hiyo nataka kusema nini? Nisikilize, tuingie ndani, mengine yataendelea. Kama unataka kufa maskini, endelea na mambo yako. Siku moja nitasimama. Baba yako aliniamini, kwa hiyo unatakiwa uwe makini na kazi utakayoenda kupewa. Sawa, nimekuelewa. Kwa sasa tunaelekea wapi? Tunaelekea kwenye kazi, lakini nitaenda kukuonyesha kwanza sehemu unaenda kuishi. Sawa. Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Usimwamini mtu yote aliyokuwepo hapa. Kimbia ukiwa bado hujachelewa. Unamaanisha nini kusema hivyo dada? Lakini ada kodi nya zimenipeleka huku leo. Bamedi sio kazi sahihi kwa malengo ya binti, si ndoto zetu. Babangu alikabidhi maisha yangu. Karibu mjini. Hapa kuna baba wala mama. Yaani akili yako ndio itakufanya uweze kula na ufikie malengo yako. Mpe ulichonipa mimi jana usiku.
toto zuri hivi ndio vitu vyangu mimi. Tulia hapa, uko na pendeje gogo la choo. Nimeona vingi, nimevumilia mengi. Shida iko hapa. Una shida hapa? Toto limeumbika, ili toto zuri ndio vitu vyangu. Mwache huyo binti, mwacheni kabla sijaitia polisi. Mavi, Bamedi sio kazi sahihi kwa malengo ya binti, si ndoto zetu. kaa kimya kwa kutulia. Funga hilo bakuli lako, nikupe utamu wa pwani. Piga kelele tu nitakuua. Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Binti, kwa jinsi ninavyokuona inaonekana kabisa uko sawa. Pale kazini kwenu kama kunakuwa na changamoto nyingi sana, ila sipati ule uhalisia wa kutosha. Unaweza kanieleza kuna nini kinaendelea? Heshimu mwili wako. Na naona kabisa hauko sawa kwa jinsi ulivyo, na asili yako ya uso ninaijua mimi. Mara nyingi unakuja. Unaweza kaniambia? Niambie. Usiwe na hofu. Stahili zaidi binti, kumbuka thamani yako, sipewa nayolipa usiku. Nimevalia kicheko kinachofunika macho yaliyochoka. Kijana, karibu. Sijawahi kumuona baba mpumbavu na mjinga kama wewe. Hivi kama kweli ni mwanao ambaye unaishi naye kwa uchungu, unawezaje kumuuza mwanao kwa thamani ya theluthi ndogo sana kwenye ile tamaa ya pesa yako? Kweli? Hivi kijana, una ujasiri gani kufika kwangu? Hebu vaa viatu vyangu kama unaviweza. Sio viatu vyako tu, na kama siwezi kuvaa viatu vyako vya kipumbavu na vya kipuuzi ambavyo uko navyo wewe. Labda nikwambie kitu kimoja ambacho wewe ukijui. Siku zote mwanadamu ana thamani kuliko pesa ambayo umepokea wewe. Je, kwa mfano akapata tatizo, akaumia, akatoka kiungo chochote kwenye mwili wake, unaweza kukipata? Sikiza kijana, acha upumbavu. Upo kwenye himaya yangu, umesikia? Hacha dharau zako na maneno ya upumbavu. Nenda kwenu ukafuge njio, usiletee upumbavu. Mimi, si ndio? Pumbavu mmoja, fankudos Madonna. Yule ni mwanangu mimi. Mwanao. Ila nakwambia tu, siku zote maneno yangu yanaishi na kamwe hayaendi bure. Ipo siku ile damu yangu mpumbavu wewe.
inayoficha maovu. Tunavumilia kimya, lakini rohoni tunaungua. Mama ananiambia, binti, heshimu mwili wako. Lakini ada, kodi, nyaa zimenipeleka huku leo. Bamedi sio kazi sahihi kwa malengo ya binti, si ndoto zetu. Tunauza tabasamu chungu ili tuishi leo, tukife moyo kesho. Bamedi sio kazi sahihi, nguvu zetu zinastahili zaidi binti. Kumbuka thamani yako, sipewa nayolipa usiku. Nimevalia kicheko kinachofunika macho yaliyochoka. Sauti za muziki juu zinazima kilio cha ndani. Nina ndoto za chuo. Kaa kimya kwa kutulia. Funga hilo bakuli lako, nikupe utamu wa pwani. Piga kelele tu nitakuua. Mama ananiambia, binti, heshimu mwili wako. Hivi mnadhani viongozi wa serikalini, jamii ikijua mtabaki salama? Lakini ada, kodi, nyaa Na nitawaripoti kwa babangu. Mavi, baba yako lina tamaa ya kijinga, ndio maana limekuuza kwa bei ya kahawa. Saida! Mungu, kama nimekosea naomba unisamehe. Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Kwa nini umenikimbia na umeondoka bila kunipa jibu lolote? Lakini rohoni tunaungua. Kuna changamoto gani baba? Hapana, mimi niko sawa tu. Mama ananiambia, Uko sawa, lakini kukaa kimya sana kuna majuto baadaye. Ni bora ukaniambia kama kuna kitu chochote kinaendelea, mimi naweza kukusaidia. Tafadhali. Bamedi sio kazi sahihi kwa malengo ya binti, si ndoto zetu. Shika. Ukiwa sawa, ukitulia, utatafuta. Tabasamu chungu ili tuishi leo, tukife moyo kesho. Bamedi sio kazi sahihi, nguvu zetu zinastahili zaidi. Mzee, kuna wasichana walirudi wakilia kutoka mjini. Walifanywa nini? Maana halisi ya mjini ni uwanja mpana ulioficha maovu na mafanikio ya damu. Lakini bado hujanijibu.
walifanyiwa nini? Kuviongea ni vibaya, acha ujionee kwa macho. Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Tunavumilia kimya, lakini rohoni tunaungua. Mama ananiambia, binti, heshimu mwili wako. Lakini ada, kodi, nyaa zimenipeleka huku leo. Halo. Bamedi ni kazi inayoficha. Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Tunavumilia kimya, lakini rohoni tunaungua. Mama ananiambia, binti, heshimu mwili wako. Lakini ada, kodi, nyaa zimenipeleka huku leo. Dalali, kwa malengo ya binti. nimekuita hapa, naona kuna usaliti unaendelea. Tunauza tabasamu. Pia ninahisi kama kuna kiharufu fulani cha usaliti. Naomba ufanye utaratibu wote unaojua wewe. Anza kupeleleza kwa haraka sana na kwa kina sana. Yaani sijakuelewa unaposema usaliti unamaanisha nini? Mimi ni mtu mzima. Ninapoona hapo kuna shida, huo ni mwepesi sana kuelewa kwa haraka sana. Sio, unanielewa vizuri? Sawa, niachie mimi, nitafanya uchunguzi alafu nitakujuza tena. Naomba ulifanya kazi kwa haraka sana, maana kama ukizembea basi ujue tutapata shida mimi na wewe. Sawa.
kuficha maovu. Tunavumilia kimya, lakini rohoni tunaungua. Mama ananiambia, binti, heshimu mwili wako. Lakini ada, kodi, nyaa zimenipeleka huku leo. Bamedi sio kazi sahihi kwa malengo ya binti, si ndoto zetu. Tunauza tabasamu chungu ili tuishi leo, tukife moyo kesho. Bamedi sio kazi sahihi, nguvu zetu zinastahili zaidi binti. Kumbuka thamani yako, sipewa nayolipa usiku. Nimevalia kicheko kinachofunika macho yaliyochoka. Sauti za muziki juu zinazima kilio cha ndani. Nina ndoto za chuo, kitabu mkononi. Mateso, najua tunapendana sana, na wewe ni mwanaume wa ndoto zangu. Najua hii taarifa nitakayokupa itakuumiza sana. Tafadhali hebu niambie. Sikutaka nikae mbali na wewe. Sikutaka nikae mbali na wewe kabisa. Nahitajika kwenda kufanya kazi mjini. Nahisi maamuzi uliyofanya yako sahihi. Tambua ya kwamba wewe ni mwanamke wa ndoto yangu. Tambua wewe ni mwanamke ambaye unaishi sana kwenye moyo wangu. Saida, tafadhali usiniache nyuma. Wafika, siwezi kutembea pasipo wewe kukaa mbele yangu. Please, nakuomba. Sina jinsi, inanibidi niondoke. Wewe ni mpenzi, yule ni baba. Saida, usifanye hivyo. Tafadhali naomba niache. Saida, lakini Saida!
Mimi ni gogo la choo. Nimeona vingi, nimevumilia mengi. Hivi unafikiri ukimwambia hatachukulia sawa? Au ataonaje? Najaribu kufanya tafakari hapa, maana yeye hajapata uthibitisho wowote bado, na nawaza nikija kumweleza kwa ulioyaona wewe kuhusu askari. Tulia hivyo hivyo. Niachie mimi nifanye utafiti, kisha nitakwambia tunafanyaje. Karibu kwenye gereza lisilo na minyororo. Kabla hajafunga geti la jela, nilikupa tahadhari. Pole sana. Kwa nini wamenifanyia hivi? Kwani mimi nimekosea kitu gani? Kwa sababu walijua hauna mtu wa kusimama na wewe, na ndio maana wamekutumia, na tusipokuwa makini wataendelea kututumia mpaka tupoteze thamani yetu katika jamii. Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Dalali, sasa hivi naona kidogo kunapanda biashara kama kidogo inaanza kulegalega. Kwa nahitaji unilete tena mabinti wengine. Na katika haina mabinti ambao unahitaji, na ambao ni mabinti ambao sasa hivi walionenepa. Yaani wanatoka, yaani wana ile aina umbo namba 8. Nadhani nikisema umbo namba 8 unanielewa na maana gani? Na sikufichi bosi, katika vitu ambavyo nilikuwa ninasubiri siku moja uongee ni hicho. Kwa sababu hata mboga yenyewe unakuta mtu aeke nyanya peke yake, lazima bamia, nyanya chungu. Kwa hata hapa tutafute kidogo alonenepa kidogo. Unamkuta mtu kama kachambia mila nyama za serikali hizo. Sema Dalali una maneno sana. Yaani una maneno mengi sana. Of course napenda, ni mtu mmoja ambaye ni mcheshi sana. By the way, unataka kufahamu kitu kingine. Msaliti mpaka sasa hivi bado hujamjua. Yaani bado hujamjua kabisa huyo msaliti ni nani. Sawa eh? Inatupasa tu makini sana. Tena tu makini kwa mabinti ambao utakayaleta. Kitu kingine, usilete mabinti walioponda. Ndete kidogo wale. Nadhani umenielewa. Sawa sawa. Mimi nazidi kukuelewa. Na kitu kingine, bosi, hamna mtu wampitia hapa? Hapana, hamna hata mmoja nimepita naye. Of course nadhani unanijua kabisa mimi jinsi nilivyo. Na sio vitu vyangu vile. Hamna type yangu pale. Unaona? Hamna type yangu pale. Kicheko kinachofunika macho yaliyochoka. Hivi Dalali, mimi kuna swali nataka nikuulize. Unaweza kunipa maana ya dalali ni nini? Dalali maana yake bwana kiurefu ni sehemu zilizochangamka. Ile Dar es Salaam, la London, Libya. Yaani yote miji ambayo imechangamka vibaya mno. Sehemu za kufuru hizo. Kitabu mkononi. Bamedi ni kazi inayoficha maovu. Tunavumilia kimya, lakini rohoni tunaungua. Mama ananiambia binti, heshimu mwili wako.
lakini ada, kodi, nyaa zimenipeleka huku leo. Bamedi sio kazi sahihi kwa malengo ya binti, si ndoto zetu. Tunauza tabasamu chungu ili tuishi leo, tukife moyo kesho. Bamedi sio kazi sahihi, nguvu zetu zinastahili zaidi binti. Kumbuka thamani yako, sipewa nayolipa usiku. Nimevalia kicheko kinachofunika macho yaliyochoka. Sauti za muziki juu zinazima kilio cha ndani.